wakati mwingine kwenye Kweli Yote TV, kwa sababu anayetukaribisha ni yeye kwa ajili ya kupokea fundisho nzuri kupitia ile kweli yote kwa utimilifu wake, kwa maana ni yeye ndiye anayetufundisha. Kabla yote basi, tushukuru wote tunaopokea, weupe, weusi, wekundu, viongozi na wasio viongozi wote, malikia, walika zote, kwa ajili ya wadada na wamama ambao ni malikia wote, na nguvu ya marafiki wote. Kwa hiyo karibuni, tushukuru kwanza kwa ajili ya kupokea ujumbe huu. Ni mkubwa, naye ndio anayetufundisha kwa kusudi lake jema. Baba, tunakuinua, tunakushukuru kwa majira hii nzuri yako, kwa ajili ya wote wenye imani zote, wakubwa kwa wadogo, viongozi na sio viongozi, kwa ajili ya kupokea habari ya kweli kabisa, ambayo tayari umekwisha kuinua wewe mwenyewe juu ya nchi, na tayari umekwisha kuinua hata ile nguvu ya Kweli Yote TV kwa ajili ya wote kupokea ile kweli yote. Tunakushukuru kwa sababu ya majira hii ya pekee. Wewe mwenyewe utufundishe, utuelimishe, na wewe ndiye ambao utasimama kwa ajili ya kutuponya kupitia kweli yote, kwa utukufu wako imetokea. Karibu katika ujumbe huu tena, weupe, weusi, wekundu, viongozi na wasio viongozi, vijana na wasio vijana, wote walika zote, weupe wa mataifa yote, kwa sababu tunaongelea si katika lengo ya imani, si katika lengo ya tumaini, bali ni katika lengo ya kweli yote. Lile kusudi la sisi kuelewa kweli yote na kuwa huru, si katika lengo ya imani, kwa sababu Baba ni kweli yote. Ina maana anachotufundisha si katika lengo ya imani. Imani ni mahali pa unabii. Kwa hiyo leo yeye anataka tuelewe maana ya Yesu, maana yake, maana ya Yesu kwa watu wote wa mataifa yote, namna alivyoanza na ile aitweje, na alikuwa anatakiwa aitwe nani sasa kwa majira hii, aitwe nani kwa wakati huu. Kwa hiyo kabla ya yote tutaanza kwanza kumwelewa Baba. Baba ni nani? Yametufundisha kwenye nguvu. Ukisoma kwenye mafundisho mahali pa Kweli Yote TV utapata mafundisho, lakini sasa yeye ameamua tufundishe ile kimoja kimoja kabisa, kwa sababu ndio mfumo uliokuwa umetufunga juu ya nchi. Kwa hiyo leo tutaanza kwanza kumwonyesha Baba kwa ufupi, kwa sababu Baba ameeleweka muda mrefu sasa na anaendelea kufundishwa kila eneo. Baba ni nani? Ndipo utakapopata maana halisi ya Yesu juu ya nchi. Kwa tunaona Baba hakuweza kutambulika kupitia Mwanzo 2:23 mpaka 25, baada ya Adam na Hawa kutoweza kufahamu na sisi kutoweza kufahamu kwamba Adam na Hawa ni nani waliyemwacha Adam na Hawa. Akasema sasa, huyu ni mfupa kati ya mfupa wangu na nyama kati ya nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana yeye ametolewa kwa mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, na ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adam na mkewe, wala hawakuona haya. Kwa hiyo hii haya inayoongelewa ni ile haya ya kutoona haya kwa ajili ya mabaya. Kwa hiyo ile uchi ni wa akili, uchi wa jicho, uchi wa sikio na uchi wa moyo, kwa ajili ya kutoona nini maana ya kila ambacho tulikuwa tunafanya, kwa sababu hicho ndicho Baba alituondolea. Kwa hiyo tunaona sasa hatukuweza kumjua Baba ni nani. Ina maana sasa Baba kupitia Yohana 14:28 anasema kwa levo ya kweli, kwa levo ya Yesu anasema Baba ni mkubwa. Kama Baba ni mkubwa, anasema hivi, mlisikia kwamba mimi naenda kwa Baba.
tena naja kwenu. Kama mngenifurahia mngenipenda, kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Kwa hiyo tunaona hata kwenye Yohana 4 akisema yeye kwamba saa ikifika atakayeabudiwa ni Baba, atakayeabudiwa ni Baba. Sasa maana ya Baba hatukuielewa, na soma hapa Yohana ile 4:23. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambao abuduo halisi watamwabudu Baba, anasema katika kweli, kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao mwabudu yenu wapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo, na atakapokuja yeye atakufundisha mambo yote kwa majira hili. Sasa tunaona kwenye Yohana 16 akiwa anatamka kwamba kuna wakati atafika atatueleza habari ya Baba. Hayo nisemayo nani kwa misali, saa yaja ambayo sitasema nanyi tena kwa misali, lakini nitawapa wazi wazi habari za Baba. Kwa hiyo anayetoa habari za Baba ni huyu sasa ambaye tayari amefika. Sasa huyo utamwona kwamba tulikuwa tunasema Yesu kuja mara ya pili, lakini si hivyo. Utaona hapa. Kwa hiyo tunaona Baba kwenye Mathayo 23:9, watu wote tunakatazwa kuitwa Baba. Hatukujua sasa kwa nini anatukataza na sisi tukaendelea kuitwa Baba. Wala msimuite baba duniani, maana Baba yenu ni mmoja aliye mahali pake. Wala msimuite mtu kiongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Sasa hapa hatukufahamu, lakini leo utafahamu, utajua. Kwa hiyo tunaona Baba, maana yake Baba ni kweli yote. Baba ni kweli yote. Ina maana Yohana sasa ile 3 ule mstari wa 33, yeye aliyeukubali ushuhuda wake ametia muhuri ya kwamba Muumba ni kweli. Yohana 8 ile 26, ninayo mengi ya kusema na kuhukumu juu yenu, lakini yeye aliyenipeleka ni kweli. Kwa hiyo tunaona yeye Baba akiwa ni kweli. Tunaona hata kwenye Yohana 17 ule mstari wa 3, Yohana 17:3, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo nguvu ilikuwa ni kumjua Baba maana yake ni nani. Tunaona ndio jina lipitalo majina yote, Ufunuo 3 ile 12. Na Ufunuo 19, yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu langu la yeye mwenyewe kweli yote, wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu wa kweli, uchukao kutoka huko mahali pake, na jina langu mwenyewe lile la kweli. Sasa hilo halikujulikana, lakini leo utalijua
na Ufunuo 19 na yenyewe imesema jina, ule mstari wa 12. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi, naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe, naye amevikwa vazi lililochovya katika damu, na jina lake aitwa Neno. Hapa sasa ikawa changanya, lakini leo utajua maana ya Baba kwa uhalisia. Kwa hiyo Baba maana yake ni kweli yote. Kwa hiyo kweli yote ndiye sasa ndio utendaji wa kila kitu. Kwa hiyo tunapomjua nguvu ya Baba, ina maana Yesu kumjua sasa ni rahisi. Bila kumjua Baba hakuna kumfahamu. Kwa hiyo sasa unaelewa kabisa huyo Baba ni kweli yote. Ina maana kwa utendaji wake anatumika kama Roho wa Baba, akiwa kwenye nguvu ya elimu iliyoko humu na maelezo yake, kwamba yeye ni untouchable, yani ni asiyeshikika, lakini yeye ni yale maelezo ya kweli yote kupitia ule moyo wake ambao kwa walisia tulikuwa tunaita Roho wa kweli, au kwa majira mengine tuliita Roho Mtakatifu, tukaita moyo wa Baba. Huo utakuwa kwenye nguvu ya Yohana 16:14 kule 16. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa sababu yeye ni anasema kweli yote, huo moyo. Kwa hiyo tunaona kwenye Mathayo 10 na yeye anaitwa, itakapofika hiyo majira ambayo sasa hivi wanaelewa ni Mathayo 10 ule mstari wa 19. Lakini hapo watakapowapeleka, msifikiri jinsi nitakavyosema, maana mtapewa saa ile ile mtakayoyasema, kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Kwa sababu Roho wa Baba sasa hakuwa ameachiliwa kwenye kipindi kile, kwa sababu Yesu alikuja kinabii. Kwa hiyo utendaji wa Roho wa kweli yote hakuachiliwa. Kwa hiyo tulibaki tukitumia zile roho alizozikuta kwenye ibada ambazo alizoonyesha kwenye Mathayo 27 ile 51. Roho kule alipoenda, roho zikafufuka za wafu zikaingia mji wa Yerusalemu. Lakini roho wake kwenye Luka 23 ile 44 akampa Baba. Kwa hiyo wakati anafundisha kiunabii ilibidi amkabidhi ili kusitokee unyang'anyi. Kwa hiyo tunaona hata kwenye Yohana ile 6:62. Sasa huyo Roho hakueleweka tena, kwa sababu tayari tulikuwa Babeli, utumwani. Kwa hiyo kumwelewa sasa Baba na utendaji wake, na kumwelewa huyo mwalimu ambaye ndiye moyo wa Baba kwa levo yake. Isaya 6 ile 63. Roho ndiye itiaye uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyoambia ni roho, tena ni uzima. Sasa roho hawakuelewa. Ndio maana sasa Yohana 7 ule mstari wa 37, hata siku ile ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, huyo kweli kwa levo Yesu akasimama akapaza sauti baada ya utimilifu. Hapa sasa ndio tunafundisha, anatufundisha sasa utendaji wa Baba, utendaji wa huyo
moyo wa Baba ambaye ndiye tumekuwa tunamtumia kama Roho Mtakatifu, lakini Roho Mtakatifu hakuwepo. Ndio sasa anatufundisha yeye. Aniaminie mimi, kama vile maandiko alivyoandika, mito ya maji yaliyo hai yatatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho wa Baba ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa, kwa sababu ya majira yake hajaeleweka. Kutukuzwa ni kueleweka. Sasa tunaona huyu ndiye afundishaye habari za kweli. Sasa anakaa wapi huyo? Ndani ya huyo. Sasa kwa tunaona sasa, tunamuona sasa Yesu kwa majira ile akiwa na huyo sasa kwa ajili ya kufundisha. Kwa hiyo Yesu Kristo Masihi, mwana wa Mungu, ina maana alionekana kupitia Luka 1:26-31. Kwa ajili ya ile mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mji wa Galilaya kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi. Huyo Mariamu huyo Marikia huyo Gabrieli akawa anasema, je, wewe nisome ili tuelewe zaidi, kwa sababu ndiye aliyepewa neema. Kwa hiyo mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 2 ndio unapata miezi 9, na huo ndio utukufu wa kila alichokuja kutuonyesha, kwamba majira yake inaanzia ndani. Mwaka unaanzia hapa, ile Luka 1:26 mpaka 33. Kwa hiyo alikuwa anaanzia ndani yeye kwenye uumbaji wake. Ndio maana mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 2 ni miezi 9. Sasa akakutana na majira ya Kaisari, ile ya Januari na Desemba, ndio akawa ameingizwa huko. Ndio maana unasikia kuna AC na BC. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira ni Maria. Akaingia nyumbani akasema, salamu aliyepewa neema, Bwana yupo pamoja naye. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Maria, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto. Kwa hiyo utambulisho wa Yesu ni majira, lakini alikuta ni majira ya Kaisari. Ndio maana tunaona sasa kwenye Mathayo mtoto amezaliwa, hapo ndio ataitwa Yesu. Ina maana ni ile sasa, ile madhabahu ya mwili inaungana ndani, ile nguvu ya inatamkwa na yule Gabrieli kwamba tazama, utachukua mimba, utazaa mtoto mwanamume, naye utaitwa Yesu. Ina maana ile madhabahu ya Yesu ni mwili. Kila ambacho alikuwa anafundisha ndio nguvu ya kweli, lakini kwa sababu ya majira ile alikuwa hawezi kueleweka, kwa sababu tayari alikuwa kwenye unabii. Ina maana kila kitu kilienda kimafumbo, kwa sababu angesema asingesema tena siku ya mwisho ya Baba. Kwa hiyo tunaona mwana wa Adamu akiitwa na mwana Mungu. Isaya 6:8 ndio anaagizwa kwamba atumwe nini? Akatumwa sasa kuja kuielezea sasa ile siku ya mwisho itakavyokuwa na nguvu ya ibada zile zilivyo, ndivyo alivyokuwa anaeleza. Kwa hiyo yeye alichotumwa ni hicho. Ndio maana huko kwenye Mwanzo 2:23-25 kilichochukuliwa ni jicho na sikio, kilichochukuliwa ni akili. Ndio maana hata kwenye Mathayo sasa, Mathayo 13:13 anasema bado kwenye habari zake sasa, kama utendaji wa Yesu akiwa ndani yake ana ile kweli. Utaona na utasadiki na utapona pale ulipo, kwa sababu majira hii sio ya uongo tena.
Kwa sababu hiyo nasema nao kwa mifano, kwa sababu wakitazama waoni, wala wakisikia hawasikii, wala kuelewa, ili neno la nabii Isaya litimie, la Isaya 6:8 ule mstari wa mpaka 13. Kwa hiyo tunaona sasa alisema kwa mfano ili asitambulike. Kwa hiyo hata ile Yohana 1:1 yeye tunaiona ikiwa kama vile imejificha bila kujielewa, yaani bila kueleweka kwamba yeye ni nani. Sasa taisoma hiyo Yohana 1:1 ambayo ndio kifuniko cha watu wote juu ya nchi. Hapo mwanzo kulikuweko na neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuweko kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwemo uzima, na uzima, unajua mahali pa uzima ni katika kweli, kumjua Baba, ndio uzima upo. Na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa, giza wala halikuiweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo ndiye alikuwa amebeba hilo neno. Huyo alikuja kwa kushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwepo nuru halisi, amtiaye nuru kila mmoja. Sasa huyo nuru amtiaye kila mmoja nuru ndio akueleweka. Kwa hiyo ndio akawa anahesabika kama neno la Bwana, neno la Mungu. Lakini kwa uhalisia, ndani ya neno ndio kulikuwa na ile kweli. Kwa hiyo ikafunika ile majira ya watu kutofunguka, kwa sababu watu wafunguki kwa sababu ya neno, watu wanafunguka kwa sababu ya kweli. Tunaona kwenye Mathayo, mapepo ndio yakiwa yanajua kwamba yeye ndiye mwana, lakini watu hawakujua kwamba yeye alikuwa kiunabii kwa sababu ya majira hii. Mathayo ile 8 ule mstari wa 28, na alipofika ng'ambo katika nchi ya Gerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye, wanatoka makaburini, wakali mno, hata mtu asiweze kupita njia hii. Na tazama, wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe, mwana wa Mungu? Walijua amebeba ndani yake ile kweli. Kwa hiyo tunaona sasa neno akivaa mwili, ile Yohana 1:14. Kwa hiyo anasilisha kabisa kwamba huyo neno sasa, ina maana anaonekana kama ndio mtendakazi, ndio anafanya kazi kwa ajili ya ibada zote juu ya nchi. Neno. Lakini utendaji wa kufunguliwa juu ya nchi huko kwenye kweli. Kwa hiyo yeye alikuwa amebeba ile kweli. Tunamwona akibatizwa, na alipofufuka tunaona mfumo wake sasa ukionekana kama spirit, ina maana untouchable. Tunaona Luka 23:44 akimkabidhi yule roho. Kwa hiyo tunaona mfumo wa ibada zote sasa ukawa kwenye nguvu ya neno. Tunaona neno linaonekana kwamba kuna neno la nabii na neno la Mungu, lakini Baba hawezi kuwa na neno. Baba ana kweli yote, na Yesu ni kweli. Utaiona hapo, utashuhudia na utafunguka. Kumi na nane. Hapo ndipo waliposema, njoni na tumfanye mashauri juu ya Yeremia, maana sheria haitampotea kwani, wala shauri halitampotea mwenye hekima, wala neno halitampotea nabii. Kwa hiyo neno lina nabii.
njoni na tumpige kwa ndimi zetu, wala tusiangalie maneno yake yoyote. Kwa hiyo ulikuwa na uwezo wa neno, lakini wanakupiga. Kwa nini? Kwa sababu waovu wanajua neno. Ndio maana unaona hata wachawi wanatumia neno, waganga, mafrimason wanatumia neno. Kwa hiyo neno ni mahali fulani pa matumizi fulani, lakini kweli ndio zaidi ya huyo neno. Kwa hiyo huwezi kusema neno la kweli, sema hii ni kweli bila kufunika. Huyo sasa ndio anaitwa Yesu, akiwa yeye sasa ndio nani? Kweli, lakini baba yake ndiye kweli yote. Tunaona sasa hapa, ili utambue kwamba ndivyo ilivyo. Hata Wafalme wa Kwanza 17, Elia alikuwa na neno lake na Bwana alikuwa na neno lake, lakini baba hawezi kuwa ana neno. Baba ana nguvu ya kweli yote, yaani ana maelezo utimilifu ndani ya kweli yote, hawezi akafunika kitu, kwa sababu anajua kweli yote, ndio kila mmoja akifahamu anakuwa huru, kama vile alivyosoma kwenye nguvu ya Yohana pale 8:18 ile mstari wa 32, mtaifahamu kweli nayo kweli itawaweka huru. Ndio maana kwenye Yohana ile 18 akaulizwa na Mafarisayo, kwani wewe umekuja kufanya nini? Yohana 18 ile 37. Basi Pilato akamwambia, wewe mfalme? Basi huyo kweli kwa levo Yesu akajibu, wewe wasema kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya hayo, na kwa ajili ya hayo mimi nalikuja ulimwenguni, ili niishuhudie ile kweli, na kila aliye wa hiyo kweli unisikia. Kwa hiyo alichokuja kushuhudia ni kweli. Ndio maana kwenye Yohana 7 akaambia, dunia wananichukia kwa sababu mimi nawaambia iliyo kweli, sio nawaambia neno. Dunia wanafurahia neno, ndio maana unaona dunia wanamdharau sasa yeye baba, kwa sababu fundisho kubwa liko kwenye neno. Alisema akija ndio atarekebisha. Sasa amefika Yohana 7 ule mstari wa 4, kwa maana hakuna mtu afanye jambo hili kwa siri, naye mwenyewe ataka kujulikana. Ukifanya mambo haya, basi jidhihirishe kwa ulimwengu, maana hata nduguze hawakumwamini. Basi kweli kwa levo Yesu akamwambia, haujafika bado wakati wangu, ila wakati wenu siku zote upo. Ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi. Ndio maana unaona wanafunzi wanahubiri wote, lakini katika imani na katika, ndio maana unaona hata Paulo anajichomeka, anaonekana ni mhubiri wa mataifa akiwa amebeba neno na Roho Mtakatifu, lakini si kweli. Ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi, bali unichukia mimi, kwa sababu mimi nashuhudia ya kuwa kazi zake ni mbaya. Kwa hiyo zimekaa na uongo. Kwa ndio maana sasa Yesu kwa utimilifu ni kweli, ili umuone ni kweli na babake ni kweli yote. Kwenye Yohana 14 ule mstari wa 6, huyo kweli kwa levo ya Yesu akawaambia, mimi ndimi njia, kweli. Alikuwa na jiajes. Kwa hiyo Yesu ni chombo, mwili. Ndio maana hata wachawi wanaita Yesu na wazuriki. Kwa nini? Walitupeleka kwenye madhabahu ya mwili, wakatutoa kwenye nguvu ya kweli alichokuwa anatufundisha. Ndio maana akatupeleka kwenye imani na tumaini. Imani si katika kweli. Imani ni mambo yatarajiwayo, bayana ni mambo yasiyoonekana, lakini unayaamini. Kwa hiyo hata uchawi unaaminika. Ndio maana kwenye Yakobo anasema hivyo 2:14. Kwa hiyo tunaona
yeye jina lake ni kweli, ndio maana ndio jina lipitalo majina yote. Yesu lingekuwa jina lipitalo majina yote, watu wangekuwa wanataja alafu wanahukumika. Lakini leo wabaya wanataja hiyo. Kwa hiyo kuna mahali fulani, kwa sababu ya majira ya Babeli, hatukueleweshwa. Sasa natuelewesha maana ya Yesu. Yesu ina maana ni mwili. Ukiita mwili hakuna badiliko. Ndio maana kuna ibada nyingi sana juu ya nchi, lakini hakuna badiliko. Kila siku zinazaliwa na ubaya ndio wasi. Kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngelinipenda mngalilijua, mngalimjua Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Huyo kweli kwa Levi akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue. Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, bali Baba kae ndani yangu. Ina maana Baba ni kweli yote, na yeye amekuja kuonyesha tule mfumo wa kwamba ibada inakuwaga hivi, siku ya mwisho itakuwa hivi. Sasa kwa sababu kulikuwa kuna ibada za Mafarisayo, yeye hakueleweka na alikuja kiunabii. Kwa hiyo akija sasa kwa ajili ya kutuelewesha, sasa ndio atakuelewesha Baba ni nani, atakuelewesha yeye ni nani, na atakuelewesha sasa huyo moyo ambaye ni Roho Mtakatifu ni nani. Ni mwalimu wa kufundisha, sio wa ishara na miujiza. Naona tumeelewa, ndio anayetuambia habari za Baba. Kwa hiyo mwana Baba ni kitu kimoja, lakini wanazidiana tu level. Huyo amekuja kiunabii, ndio akasema atakuja Roho wa Baba atakaye kufundisha kweli yote. Ndio maana kwenye Yohana 16:16 yeye anasimama. Sasa mwana wa Adamu ni nani? Yohana 12:34. Wanauliza mwana wa Adamu ni nani? Mwana wa Adamu ndio kile chombo ambacho sasa kitakuwa anaongelea yule nani? Yule moyo wa Baba. Kama vile Yesu alivyokuwa anatembea wakati ule, kuna chombo cha mwana wa Adamu ambaye sasa anahubiri juu ya majira ya kweli na siku ya mwisho. Huyo anakuwa sasa ni chombo cha kuongelea kwa ajili ya utimilifu, akiwa anaonyesha sasa kwamba kuna mwaka wenye miezi 9 ambao unaanzia ndani ya tumbo uliobeba siku ya mwisho, ambao utaupata kwenye Isaya 61:2 na Zekaria 14:7. Mahali hapo panapatikana kwenye Ezekieli 43 ile 7 mpaka 9, 1 mpaka 9. Ina maana huu ndio utimilifu wa majira yake yeye Baba, ulio na mwezi wa kwanza unaitwa kiini cha mema na mazuri, mwezi wa pili unaitwa mbegu ya mema na mazuri, mwezi wa tatu unaitwa damu ya mema na mazuri, mwezi wa 4 unaitwa kitovu cha mema na mazuri, mwezi wa 5 unaitwa kizazi cha mema na mazuri, mwezi wa 6 unaitwa uzazi wa mema na mazuri, na mwezi wa 7 unaitwa tumbo la mema na mazuri, na mwezi wa 8 ni limbuko la mema na mazuri, na mwezi wa 9 ni sura ya mema na mazuri, kwa ajili ya kutengwa. Na hapa wakati walipotuteka, ina maana tulitekwa kupitia ile nguvu ya miezi 9 kuitwa. Baada ya mwaka kuanzia ndani, wao walituanzia nje mwaka wenye miezi 12. Ina maana huku sasa zikawepo roho za kutuingiza kwenye mamila, kwenye nguvu ya asili na mambo mbalimbali ambayo hayakupaswa yawepo hata kwenye ibada. Kwa tunaona sasa huyo ndio atasimamisha hiyo majira, anayefundisha habari za majira na mwaka. Ili Luka 21:34. Huyo
atakapokuja yeye ndiye atakuja kimya kimya, ndio atakuwa amebeba utimilifu wa moyo wa Baba. Basi jiangalieni mioyo yenu isije kalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawaijia ghafla kama mtego na sana, kwa kuwa ndivyo itakavyokujia watu wote wakao juu ya nchi nzima. Basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yatakayotokea na kusimama mbele ya Mwana wa Adamu. Ili Mathayo Mathayo 25 ule mstari wa 31. Hapo atakapokuja huyo Mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha enzi cha utukufu, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungavyo abaguavyo kondoo. Atawaweka kondoo upande mkono wa kuume na mbuzi upande wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale waliokuwa mkono wake wa kuume, ninyi mliobarikiwa na Baba yangu, ulisini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa uumbaji, kwa maana nalikuwa na njaa mkanibeba. Sasa hawa hawamilikiwe na vitu na watu, hawana upendo wa vitu na watu. Hao sasa wanampenda yule kweli yote. Hao ndio hawataonja mauti, kwenye Mathayo 16 ile 28. Yaani hawataonja udanganyifu. Amini naambieni, pana watu katika hawa wasimamao hapa hawataonja mauti kabisa, hata watakapomuona Mwana wa Adamu akisimamisha ile kweli yote ambayo sasa ni moyo wa Baba. Lakini unafundishwa sasa, kwa hiyo anayerudi ni ile kweli yote, ule moyo wa Baba, kwa ajili ya kufundisha sasa uumbaji, kwamba hii ni nini, hizi ibada zikoje. Mfumo wote unakuwa wazi. Sasa ndio uko wazi. Tunaona Luka 9 na yenyewe huyu atakuja na hakuna anayefahamu sasa, ila maelezo yake tu ndio utakuwa unaelewa huyu ni kweli. Wengi watakuwa wanamsubiri mawinguni, lakini itakuwa wanapoteza wakati. 26. Kwa sababu hiyo atakayenionea haya mimi na maneno yangu ambayo kweli, Mwana wa Adamu atamwonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wake na wa Baba yake. Kwa hiyo moyo wa Baba ndio atakuwa nao, akitufundisha sasa ile kweli yote. Na Mathayo 13:36. Na Mathayo 24 ule mstari wa 36. Habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Ndio ile ya Zaburi ya 90 ule mstari wa 4, ikiwa kwenye nguvu ya Mwanzo 5:5, miaka 930, na ile nguvu ya Yeremia 29:10 mpaka 14, ile miaka 70. Ukijumlisha ile miaka 930 na jumlisha miaka 70 unapata 1000. 1000 kwetu ni 1000. Ndio anakuja kutimiza ile nguvu sasa ya watu kutotumika mara mbili. Uko hai na umelala unatumika. Hapana, hiyo haipo. Kwa majira hii sasa, hata wale waliokuwa wanatumika kama nguvu ya wale walioondoka kabla, ina maana soul zao haziwezi kutumika tena, kwa sababu yupo yeye mwenyewe. Kwa sasa, kwa maana hiyo, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kuelewesha sasa na ule moyo, kuelewesha siku ya mwisho iko hivi, siku ya Baba iko hivi. Kwa hiyo huyo Mwana wa Adamu, Luka 1, anafundisha majira moja iliyobeba siku ya mwisho. Huyo ndiye ana moyo wa kweli yote. Ina maana tuliita Roho Mtakatifu
na Roho wa Baba, ambaye anasema kwamba wale watakao mkashifu watapata hukumu. Ndio atatokea ghafla bila kutarajia, wakati wa vita ya siku ya mwisho ambayo hakuna anayejua, lakini ndio hii inayosimama kwa ajili ya Yeremia 25:12 na ile Nyakati wa Pili ile 36. Vita hiyo inapiganiwa kati ya Babeli na taifa lile, wakipigania Irani, lakini ni utendaji wa vita kati ya uongo na kweli. Nikaona roho chafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara, zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita. Na maana ni zile spiriti, kwa sababu watu wote walikuwa kwenye uongo. Kwa hiyo watakuwa kwenye senta moja pale. Sasa atatokea yeye. Sasa tazama, naja kama mwizi. Ndio anatokea, ndio hii majira ndio inatokea Kenya. Rais yule akiwa ni 47 Amerika, pale wanapopigana ni miaka 47. Hapa panaposomewa hiyo majira ni Kenya, kaunti ya 47. Ina maana utimilifu wake ndio upo kwa ajili ya kutamka ile nguvu ya utukufu wa yeye. Kwa hiyo hukumu sasa iko juu ya nchi. Kwa hiyo ibada ya watu wote sasa ni ya Baba, ndio anayesimama kwa ajili ya kuhukumu zile kabila 12 kupitia Luka 22:30 na Mathayo 19:28. Kwa hiyo alikuwa anasemekana atakuja mfumo wa Yesu, lakini atakuja ni ule mfumo wa majira ambayo itaanzia ndani, kwa sababu Luka 1:26 ina maana ni mwezi wa 6. Ukihesabu mwezi wa 6 mpaka mwezi wa pili ndio unapata miezi 9. Ndio maana unaona hata ile vita ilianza Februari 28. Tunaona hapa kwenye nguvu ya mwaka ni miezi 12. Hii ni unabii hii. Kwa hiyo Baba alikuwa anatakiwa tuanzie ndani pake yeye kwenye mkono wake, tukiwa na vipawa, kalama, viwekezo na akili nzuri, tuingie ndani, tusitekewe na tutoke na iye majira, kwamba tunapozaliwa tunaanza tunaendelea ni mwaka na siku moja, sio kuanza starting kama hapa ambapo kifika miezi 9 wana cross, wanaanza habari zingine ambazo sio halisi kwa ajili ya kutuingiza kwenye majira mbaya. Kwa hiyo tumshukuru sana yeye kwamba leo tumejua maana ya Yesu. Yesu ambaye ndiye Masihi, ndiye mwana wa Mungu. Kwa hiyo yeye uhalisia wake na utendaji wake uko kwenye kweli yote, ila Yesu ni mwili. Ndio maana hata wachawi wanatumia Yesu wala hawatishiki. Kwa hiyo jina lipitalo majina yote ni kweli yote. Kwa hiyo leo tumefunguka, tumepokea ile nguvu. Kwa hiyo Baba akiinuliwa, sisi sote tumeinuliwa, kwa sababu Baba ndio kweli yote. Ndio maana akasema mtu hatakiwi kuitwa baba. Kwa hiyo wote ndio maana tukaitwa marafiki. Kwa hiyo hata wamama wanaitwa malikia, kwa sababu ndio mfumo wao ni 28 miezi 9. Yaani kile ni chombo cha kubebea kwa ajili ya kuzaa vitu vizuri juu ya nchi. Kwa hiyo ni majira, ndio mti wa uzima. Kwa hiyo tushukuru, tumwambie Baba atukuzwe kwa ajili ya wewe ambaye umepokea kusikiliza. Kwa hiyo na subscribe tu peke yake na una like kwa ajili ya Kweli Yote TV, basi unatupata hapo. Mafundisho yote yako hapo, yale ya vita ya mwisho na nini na maana gani, je, hao mitume na manabii walitokea wapi, yote ambayo ulikuwa unataka uyapokee katika kuelezwa, basi utafungua pale kwenye Kweli Yote TV na nguvu kwa ajili ya kulike, basi utapata. Kwa hiyo karibuni sana viongozi, kwa ajili ya wasio viongozi, wakubwa kwa wadogo, vijana kwa mabinti,
na wa mataifa yote, watumishi wa aina zote, kwa sababu hii ni kweli na ni ya sisi sote. Haibagui imani, haibagui tumaini, haibagui kwa namna yoyote. Sisi sote tuliumbwa na yeye. Amekuja yeye kama alivyotukusudia kutuonyesha yote tunayotakiwa kuyafanya juu ya nchi, ili tusipitie tena, kwa sababu maisha ya mbinguni yameisha. Taifa limeinuliwa, Kenya na Afrika na mataifa yote, na viongozi wote sasa wameinuliwa kwa ajili ya kufahamu hii na kufunikwa na ule ulinzi wa yeye mwenyewe. Kwa hiyo mataifa yameinuliwa kwa ajili ya kuanza kutumika kweli kwa ajili ya ile bidii katika kazi, katika kuzalisha. Muda wa kupoteza huko juu ya nchi. Baba ametubariki na ametuinua. Karibuni tena, subscribe kwa ajili ya Kweli Yote TV na kulike kwa sababu ya utukufu wake. Barikiwe sana.